Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu imesikilizwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, wakati ambapo kanisa la Ufufuo na Uzima chini ya askofu wake Josephat Gwajima ambalo limefutwa leo likitangaza jana kuanza maombi ya siku 7 kumwombea kiongozi huyo. Maafisa nchini Nigeria wamesema idadi rasmi ya watu waliofariki baada ya mafuriko kukumba mji wa Mokwa nchini humo siku ya Alhamisi imeongezeka na kufikia zaidi ya watu 200. Na zaidi ya Waislamu milioni 1 wamemiminika katika mji mtakatifu wa Mecca nchini Saudi Arabia kwa ajili ya kushiriki ibada ya mwaka huu ya Hija. Mtazamaji, hii ni Wasafi TV, karibu tuangazie yaliyomo duniani hivi leo. Jina langu ni Ferdinand Irunde. Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu imesikilizwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, wakati ambapo kanisa la Ufufuo na Uzima chini ya askofu wake Josephat Gwajima ambalo limefutwa leo likitangaza jana kuanza maombi ya siku 7 kumwombea kiongozi huyo. Mwandishi wa Wasafi Media jijini Dar es Salaam Hamisi Mguta ana undani wa taarifa hii. Mwenyekiti huyo wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu amelazimika kurejeshwa tena mahabusu kwa mara nyingine baada ya upande wa jamhuri kueleza kuwa ushahidi bado haujakamilika katika kesi ya uhaini iliyoanza kusikilizwa mapema asubuhi katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Tundu Lissu anayewakilishwa na mawakili wapatao 30 wakiongozwa na Peter Kibatala na mwanasheria mkuu wa Chadema Dr. Lugemeleza Nshala amerejeshwa rumande baada ya mabishano kadhaa ya hoja, ambapo awali mawakili hao walipinga kuahirishwa kwa shauri hilo la uhaini kwa madai kuwa hoja zilizotolewa na upande wa jamhuri hazikuwa na mashiko. Waliomba mahakama kuifuta kesi hiyo endapo upande wa jamhuri haujapata ushahidi kamili ili Tundu Lissu kuwa huru kisheria, na endapo upelelezi utakapokamilika wanaweza kumkamata tena na kumfungulia mashtaka, hoja ambayo mahakama ilitupilia mbali. Aidha, mahakama imemwagiza Tundu Lissu kuacha kuzungumza tena maneno ndani ya chumba cha mahakama yanayoashiria kudharauliwa kwa mahakama, ikiwemo kutumia maneno ya no reforms no election, pamoja na wafuasi kuitikia kauli hizo wakati hakimu akiwa ndani ya chumba cha mahakama. Katika shauri la pili lenye shitaka la uchochezi na kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa kijamii, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam imeahirisha kesi hiyo baada ya upande wa jamhuri kudai kuwa umefungua shauri dogo la kuiomba mahakama kuleta mashahidi wao kwa siri. Mahakama hiyo ilitarajiwa kuanza kusikiliza shauri hilo leo Juni 2 mwaka 2025, huku upande wa jamhuri ulishaeleza kuwa watakuwa na mashahidi 15 watakaofika kutoa ushahidi mahakamani, lakini leo uliwasilisha maombi ya kuahirisha kwa shauri hilo chini ya kifungu cha 225 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa mashauri ya jinai kwa kutumia kifungu cha 188 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa mashauri ya jinai kikiambatana na kifungu cha 392 A kubwa sura ya 20 iliyofanywa marejeo mwaka 2022 baada ya kuwasilisha maombi ya shauri dogo namba 13298 la mwaka 2025 la kuomba kulindwa kwa mashahidi wake kutoonekana. Awali hoja hizo zilipingwa vikali na mawakili wa upande wa utetezi wakiongozwa na mwanasheria mkuu wa Chadema Dr. Lugemeleza Nshala na wakili Peter Kibatala, wakieleza kuwa mahakama haina sababu ya kuahirisha shauri hilo, kwani kifungu kilichotumika kufungua shauri dogo na maombi ya ahirisho kinakiuka haki ya kusikilizwa kwa ukamilifu kwa mujibu wa ibara ya 13 ibara ndogo ya 6A ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakimu Muhini ameamua kwamba yeye anakubaliana na upande wa serikali kuomba kuahirishwa kusikilizwa kwa kesi hii ili yale maombi madogo ambayo yamewasilisha mahakamani yasikilizwe, na baada ya hapo sasa tukutane tarehe 16 ya mwezi wa 6 ili kesi iweze kuendelea kusikilizwa. Sasa kama yale maombi madogo yatakuwa yamekubaliwa, maana yake ni kwamba mashahidi wa upande wa jamhuri watatokea mahakamani bila kuonekana. Yaani tutajua ni nani, pengine unaweza kutajua tu nani, kwamba kuna shahidi unasikia sauti yake inakuja, jina lake hatujui, sura yake hatujui, hata nyaraka ambazo anazitegemea huenda hatuzijui. Sasa sisi kama mawakili wa utetezi bado tunatakiwa kukaa na kuangalia hatua gani tufanye kutokana na mazingira hayo. Mimi ni Hamisi Mguta na hii ni ripoti ya Wasafi Media kutoka hapa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Wakati hayo yakijiri, askofu wa kanisa la Ufufuo na Uzima ambalo limefutwa leo Josephat Gwajima
Jana amewaalika waumini wake na wananchi wengine kufunga na kuomba siku 7 ili kumwombea mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu dhidi ya kesi inayomkabili. Tarehe 2 mwezi wa 6 tutaanza maombi ya kufunga na kuomba. Makanisa yote 2000 na ushehe, hata wale ambao si wa ufufuo na uzima, wale ambao naipenda taifa, kila mtu kwa dini yake, hata Waislamu waliopo pia, ndugu zangu, kila mtu kwa dini yake, tutaomba maombi ya kufunga na kuomba. Tutamwombea mwenyekiti wa chama cha Chadema ambaye yuko na kesi, ameshtakiwa na kesi ya uhaini, na huyo Mheshimiwa Antipas Tundu Lissu yuko mahabusu kwa kesi ya uhaini. Tutaendelea kumwombea wiki yote nzima ili Mungu atende jambo. Kwingineko, maafisa nchini Nigeria wamesema idadi rasmi ya watu waliofariki baada ya mafuriko kukumba mji wa Moko nchini humo siku ya Alhamisi imeongezeka na kufikia zaidi ya watu 200. Watu wengine 500 bado hawajulikani walipo katika mji uliopo katikati mwa jimbo la Niger. Hata hivyo, afisa wa eneo hilo Musa Kimboku amesema kwamba juhudi za uokoaji zimesitishwa kwa sababu mamlaka haiamini tena kuwa kuna mtu yeyote ambaye bado anaweza kupatikana akiwa hai. Mafuriko hayo yanayosemekana kuwa mabaya zaidi katika eneo hilo kwa miaka 60 yalikumba miji ya Tifini, Maza na Agwan Hausawa baada ya mvua kubwa kunyesha. Mkuu wa wilaya Moko Muhammadu Aliyu amesema katika juhudi za kuzuia magonjwa katika eneo hilo, mamlaka hivi karibuni itaanza kutafuta maiti zilizozikwa chini ya ardhi. Wakisimulia matukio ya maafa, wakazi wa eneo hilo wamesema kwamba waliona nyumba na familia zao zikisombwa na maji. Shirika la Msalaba Mwekundu la Nigeria limetoa taarifa siku ya Ijumaa likisema mafuriko hayo yalisababisha hasara kubwa na dhiki karibu kila sehemu. Urusi imelaani vikali mashambulizi ya Ukraine dhidi ya viwanja vyake vya ndege ya kijeshi, ikiyataja kuwa ni ugaidi. Mashambulizi hayo yanakuja wakati wapatanishi wa Urusi na Ukraine wakikutana Istanbul, Uturuki, kwa duru ya pili ya mazungumzo ya amani leo Jumatatu. Kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Urusi, viwanja vya ndege vya kijeshi katika mikoa 5 ya Urusi vilishambuliwa na ndege zisizo na rubani. Wizara hiyo inaripoti kwamba mashambulizi yote katika viwanja vya ndege vya kijeshi katika mikoa ya Ivanovo, Ryazani na Amuri yamezuiwa. Wizara hiyo pia imeripoti kuwa ndege kadhaa ziliwaka moto katika viwanja vya ndege vya kijeshi katika mikoa ya Etuski na Mumanski baada ya shambulio la ndege zisizo na rubani za FPV, huku ikidokeza kwamba mfumo wa makombora wa Iskander ulipiga kambi ya wanajeshi wa Ukraine katika eneo la Dnipropetrovsk. Kulingana na wizara hiyo, kambi ya hema ya brigedi za 158 na 33 tofauti za kikosi cha wanajeshi wa Ukraine kwenye uwanja wa mafunzo zilipigwa. Na hatimaye Riyadh, zaidi ya Waislamu milioni 1 wamemiminika katika mji mtakatifu wa Mecca nchini Saudi Arabia kwa ajili ya kushiriki ibada ya mwaka huu ya Hija. Mamlaka nchini humo zimeahidi kuhakikisha ibada hiyo inafanyika kwa njia salama kutokana na ongezeko kubwa la joto. Kadhalika, mamlaka za Saudi Arabia zimekuwa zikiendesha operesheni kubwa ya kudhibiti wageni wanaoingia kinyume cha sheria. Ibada ya Hija, ambayo ni moja kati ya nguzo 5 zinazoujenga Uislamu, hufanyika kila mwaka, ambapo mwaka huu inatarajiwa kuanza rasmi siku ya Jumatano wiki hii. Ripoti za mamlaka za Saudi Arabia zimesema kufikia siku ya Ijumaa zaidi ya mahujaji milioni 1.3 walikuwa wameshawasili nchini humo kwa ajili ya kushiriki ibada hiyo.